Kuna tabia ambazo zinafyonza nguvu yako polepole. Inakuwa ni mazoea fulani ya kawaida, lakini yanakuwa yanavujisha nguvu yako pasipo wewe kujua. Usishangae kwa nini unakosa nguvu ya kuzalisha mambo yenye maana, mambo ya kukuletea uhuru, kwa sababu nguvu ya kuzalisha hayo mambo unayoyataka yenye maana kwako inapotea katika vitu ambavyo vimekuwa ni kama mazoea yako, lakini ndio vimekuwa matundu ya kufanya nguvu yako ya uzalishaji ipotee, ile nishati yako ya ndani. Tabia ya kwanza ambayo ni very common kwa watu wengi, tabia ya kuscroll, ya kuperuzi kwenye mitandao ya kijamii, kwenye simu yako, kwenye kompyuta. Kuperuzi ina maana unatazama tu bila kuwa na lengo lolote. Kama unatumia kompyuta au simu yako, mitandao ya kijamii kujifunza, kwa mfano unasema kwa niangalie video kama hii, ngoja nimcheke Awaken Giant, hapo unapata nguvu, hapo potezi nguvu. Au ngoja kuna content fulani nzuri nikaenda au nikaitazame, au kuna mtu fulani atakuwa ameposti kitu fulani cha kunisaidia, au kuna update fulani nataka niipate. Lakini pale ambako unakuwa unashusha tu, una scroll tu, kinatoka hiki unaangalia hiki, kinatoka hiki unaangalia hiki, bila mpangilio maalum, bila lengo maalum, hiyo inachosha akili yako, inafyonza nguvu yako. Tabia ya pili ni tabia ya mazungumzo yasiyokuwa na mwelekeo wowote, mazungumzo yasiyokuwa na tija yoyote, naysaying kwa Kiingereza naita, au cheap talk. Ushawahi kuona mnaweza mkawa umekutana na mtu alafu mnaanza kuongea, lakini hayo mazungumzo mnayoongea, Waswahili wanasema hayana mbele wala hayana nyuma, mpaka kuna wakati unajiuliza hivi hapa naongea nini? Hujawahi kuona kuna wakati unaongea afu unajiona kama umechoka? Yaani unachoka tu kuongea, kwa sababu unapofanya mazungumzo yasiyokuwa na mwelekeo wowote yanavujisha nguvu yako ya ndani. Kama ni mtu mwenye tabia hiyo, utakuwa dhaifu katika kufanya mambo yenye kukuletea tija, ya kukufanya kuwa huru. Unakuwa maada zaidi kuliko nishati. Kumbuka, unavyokuwa maada zaidi, au unavyokuwa wewe ni mtu wa mwili zaidi, kwa maana ya kwamba nishati yako ile si inavuja, unakuwa ni mtu wa mwili zaidi, inabidi utumie mwili kuzalisha matokeo unayoyataka. Kwa hiyo unakuwa mtumwa katika mwili wako. Lakini ukijua siri ya kutumia nguvu yako ya ndani kuzalisha, ina maana unaupumzisha mwili. Mambo ambayo ulihitaji utoke hapa uende pale ufanye hivi ndio upate labda ni pesa au upate kitu fulani, unaweza ukawa tu umekaa hapa bila kutumia nguvu kubwa ukapata kitu fulani, kwa sababu ile nguvu ya ndani ina uwezo wa kukuletea vitu ikakuzalishia. Kwa muhimu sana kuitunza nguvu yako ya ndani, kwa sababu imebeba uwezo wa kukuletea matokeo unayoyataka pasipo kuutumikisha mwili wako na kuutesa mwili wako sana. Tabia ya tatu ambayo inavujisha nguvu yako kwa wepesi na kimya kimya, tabia ya umbea. Umbea ni ile tabia ya kuwasema watu, tena kuwasema watu kwa ubaya. Unaweza ukawa mnamzungumzia mtu fulani kwa lengo la kujifunza. Kuna jambo zuri umeliona kutoka kwake, mmeliona kutoka kwake, mnaongea fulani, bwana mafanikio makubwa ya kiuchumi, ama katika talent ile alionayo ili anafanya vizuri sana, kuna mambo gani ya kujifunza kutoka kwake. Bwana yule jamaa huwa na tabia hii, kwa siku huwa anafanya mazoezi mara kadhaa, huwa anafanya hivi. Hiyo inakuongezea nguvu, is okay. Lakini kama mnakaa mnamuongelea mtu katika kumnanga, kuangalia mapungufu yake, madhaifu yake, shida zake, yule anajiona tu sawa na hivi, lakini hamna kitu hiki, hamkijui. Hayo mambo negative mnaoongea kuhusu mtu ndio umbea wenyewe, unavujisha nguvu yako. Kwa hiyo kama unakuwa na tabia hiyo, utabaki kuwa hapo hapo ulipo maisha yako yote, siku zako zote utabaki kuwa mtu wa kunyoshea watu wengine vidole. Mazoea ya 4 yanayovujisha nguvu ni mazoea ya kufuatilia habari mbaya, habari hasi, negative. Watu wengi hawaelewi. Umeamka asubuhi, cha kwanza news, watu 5 wamepigwa bomu Iran. Wewe unaona kawaida, unaona mimi sasa hivi ni mtu wa kufuatilia current news. Unavujisha nguvu zako, hilo lielewe. Utabaki kuwa debe tupu. Angalia, kuna
kuna mbinu ambayo inatumika na baadhi ya system au mifumo ya kuwabakisha watu kuwa chini. Mojawapo ni fear based news, habari za kuwaletea watu hofu. Hiyo ni ya muhimu sana hiyo. Wanafyonza nguvu zako kuwafanya wao wabaki kuwa na mamlaka na utawala juu yenu. Kwa hiyo kuwa na tabia ya kufuatilia habari mbaya, habari hasi, habari za kutia hofu haikusaidii, inakufyonza nguvu yako. Alafu umeshajua kwamba Iran na Marekani wanapigana vita. Israeli sijui na wapi Lebanon kuna wanapambana. Sijui Urusi na Ukraine wanapambana. Kuna haja gani kila siku ujue wangapi wamekatwa vichwa, wangapi wamekatwa mguu, wangapi wamelipuliwa? Hiyo inakusaidia nini? Tayari umejua kuna vita, inatosha. Fanya mambo yako. Unaweza ukachangia kitu katika sayari dunia kwa kufanya jambo fulani zuri kwa mtu mmoja hapa, kama ishara ya kuonyesha kwamba ninapingana kile kinachoendelea kule. Lakini kuendelea kupampu huko upande huu, si upande yule, si kitu gani kilitumika na hapa, hizo habari zote zinavujisha nguvu yako kimya pasipo wewe kujua. Ndio maana unashangaa kwa nini umekuwa limwili litupu, umekuwa debe tupu, una content ndani yako. Unatumia nguvu kubwa kutaka kuwa huru, lakini huwezi kuwa huru. Upo kwenye mzunguko wa masumbufu, mzunguko wa mahangaiko, mzunguko wa kukosa. Unakosa uhuru wa ndani. Hizi ni tabia za kawaida sana, lakini zinavujisha nguvu yako kimya, ile nguvu yako ya ndani. Tabia nyingine ni tabia ya kukosoa. Usiwe mtu wa kukosoa. Kukosoa na kulalamika ni tabia inayovujisha nguvu yako kimya. Unapokosoa, unapolalamika, unaambia akili yako kwamba mimi ni muathirika, mimi ni ule anayeonewa. Unakuwa mnyonge. Kwa hiyo kama unataka upate nguvu, ondoa focus katika kulalamika, ondoa mkazo wako katika kukosoa. Anza kuangalia chanya, unataka nini. Hiyo inaambatana na tabia nyingine ya kufikiria maumivu yako, kufikiria mambo uliyopungukiwa. Kwa mfano unaumwa, kwa mfano una hali ngumu ya kiuchumi, kwa mfano umepoteza mpenzi au kuna jambo limekuumiza, alafu unatumia muda mwingi kuwaza hilo jambo lililokuumiza. Kadri unavyotumia muda mwingi kuwaza jambo linalokuumiza, lile jambo linachukua nguvu yako. Kwa hiyo unatakiwa uondoe mkazo kwenye kutazama mambo yanayokuumiza, utazame ni mambo gani natakiwa niyafanye ili niweze kumove on, niweze kuvuka kutoka kwenye ili jambo linaloniumiza. Kweli na hali ngumu ya kiuchumi, lakini kukaa kwanza kujionea huruma kwamba angalia wengine wana hiki mimi sina, angalia nataka nifanye kile hiki sina, hiyo haikusaidii, inavujisha nguvu zako. Lakini ukisema nifanye nini niweze kutoka kuanzia hapa, okay, ngoja nianze kubadilisha ratiba yangu, ngoja nianze kuongeza upana wangu wa wigo wa kufikia wa kuongeza kipato changu. Nifanye jambo gani leo bora la kuletea mabadiliko katika hali yangu hii yoyote ile ambayo inakuumiza. Hapo unapata nguvu yako. Mambo mengi ambayo yanavujisha nguvu yako. Angalia bonus la mwisho, bonus yako mengi, bonus kwa leo ya mwisho, mazingira yako, mazingira yaliyovurugika. Kama chumbani kwako hujapangilia vitu vyako, kama ofisini kwako hujapangilia vitu vyako, inavujisha nguvu yako kimya. Kwa hiyo pangilia mazingira yako, usafi. Kwa mfano upo kwenye chumba unakaa na takataka pale chumbani kwako au nyumbani kwako mwezi mzima, wiki nzima. Kwanza kama una uchafu mwingi tu, kama una uchafu ushafika uchafu wa kutupa, siku moja tu usilale na uchafu nyumbani mwako. Na hii pia ina matokeo, ina sababu pia nyingine katika swala nishati na nguvu. Kumbuka katika sayari dunia tuko viumbe wa namna nyingi, sio kama unanielewa. Kwa hiyo kuna viumbe ambao vinafurahia uchafu. Kwa hiyo unaporuhusu uchafu ukae kwenye mazingira ya nyumba yako, unavikaribisha vile viumbe, vinapata uchafu, vikipata uchafu vinatafuna nguvu yoyote iliyo pale. Kwa hiyo wewe hapo nguvu yako imechanganyika, imeunganika. Kumbuka sisi ni viumbe vya nishati. Kuna video niliifanya kuonyesha vile ambavyo unaweza ukaweka sumaku hapo, unaona zinavutana au zinasukumizana, lakini huoni chochote. Lakini kuna muunganiko pale. Kati ya mimi na wewe hakuna chochote kinachoonekana, lakini au hapo kwenye chumba ulipo kuna video zinaendelea, kuna sauti zipo hapo, lakini huwezi kuzisikia, huwezi kuziona. Kwa hiyo hivyo unapokuwa kwenye chumba chako, una mzunguko wa nishati inaingia na kutoka kwenye mwili wako na kuingia, iko hivyo na mazingira yako. Kwa hiyo unavyokaribisha
wadudu ambao wanatafuna nguvu wapo tu, ambao tena wako upande wa uchafu, ina maana nguvu yao ni ya chini, wanakuja wanatafuna nguvu yako, na unashangaa kwa nini kila ukiamka asubuhi umechoka, nakosa nguvu ya kufanya nao vitaka, unashindwa kuinua mguu kutoka kwenye kitanda. Kwa hiyo kuwa msafi, achana mambo ya uchafu, safisha chumba chako, ondoa uchafu kwa wakati, usiweke mabaki kwa muda mrefu kwenye chumba chako. Tunza nishati yako ya ndani, kwa sababu ndio shilingi yako, ndio mtaji wako wa uhuru wako wa kuwa yule mtu unayetaka kuwa katika hii sayari dunia. I am the son of Zwange Ndaba. Kama unataka personal coaching, nafanya personal coaching. Karibu Healing Coach. Mimi nafanya coaching ya uponyaji wa kisaikolojia na uponyaji wa kiroho, wa kukusaidia kurejesha nguvu yako ya ndani na kusaidia kuleta matokeo nje kwenye maisha yako kutoka ndani yako. Kama unataka ku move on, unataka kukata muunganiko, kuna watu unashindwa kuwasahau kwenye maisha yako, unaona umekwama, una maumivu na majeraha kutokana na mambo uliyopitia katika makuzi yako, katika ukuaji wako sehemu mbalimbali, hata kwenye mahusiano, unataka kupata mwelekeo kwenye maisha yako, ni check inbox. Unataka kujiunga na program ya uponyaji, nafanya ni group coaching, karibu pia pitia WhatsApp group. Mahali popote ulipo duniani, wakati wote unaweza kushiriki kwenye program ya uponyaji. Kama unataka kujifunza wewe mwenyewe kimya kimya, nunua kitabu Kutoka Uwanja wa Mapambano, saikolojia ya kina ya kuvunja trauma na kujenga utambulisho wako. Check inbox ama nenda kwenye profile yangu, angalia nimepin pale posti 2 zinazoelezea zenye namba ya kufanya mawasiliano. Okay, uwe na wakati mzuri. Amazing moment.